Ufu na sipo kujitafutia pesa. Mimi naridhika na kipato changu, naridhika na umaskini wangu, naridhika na ufukara wangu, naridhika kile ninachokipata. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya kuipigania Yanga, nimeumbwa kwa ajili Yanga kuiona ina survive. Nimeumbwa kwa ajili Yanga kuiona inachukua mataji na inakuwa inatega uchumi na vitu ambavyo vya kujitegemea. Sipo kwa ajili maslahi mapana ya kuona kwamba Yanga imenifanyia mimi kitu. Yule sasa na mwanangu. Umeelewa vizuri? Au mke wangu. Usiulize mke wako kufanya nini. Wewe inabidi, yani kazi yako ni kumhudumia mkeo au familia yako au sawasawa na mzazi wako, kumhudumia mpaka unaingia kaburini. Ndio sawasawa na Yanga Afrika. Kuna watu kwenye maisha yao wanatamani wao ndo wanawaza sasa Yanga Afrika iwafanyie kitu tofauti na wao kuifanyia Yanga. Wapo. Hilo bila uficho. Wapo sana, wapo ambao kikundi cha kihuni kilichoanzishwa kipo kabisa, na kikundi hiko utakikuta Yanga, Simba, yani hivi vikundi vimeanzisha miaka hii ya karibuni, ambao miaka ya nyuma vikundi hivi vilikuwa hakuna, na Yanga Afrika pamoja na Simba ilikuwa wanafanya vizuri na wanafika mbali, na watu viwanjani wanaenda, na watu wananunua jezi, na watu yani kila kitu ilikuwa wanakifanya. Umeelewa vizuri? Sasa hiki kikundi kilichoanzishwa ndio kinaleta migogoro. Na kinaleta mpasuko, na kimesababisha matawi yasiwe na nguvu na asiwe na hadhi kutokana na kikundi kilichoanzishwa. Lakini yote kwa yote hapa mimi sipepesi macho. Mimi namlaumu Ally Kamwe. Namlaumu Ally Kamwe. Kwa nini Ally Kamwe? Namlaumu bila ubishi. Tena nalaumu tena kwenye media. Mimi sitaki kulaumu popote, kwa sababu mambo mengi ukienda pale kuna watu wanasema hivi, msongee kwenye media ambao yani itakuwepo sio sijui kitu gani, mnatuvua nguo. Sio kuvua nguo. Mpaka unaona hatua hii watu wanaongea au vinaongeleka, watu inashika hapa, kwa sababu leo hivi mimi hapa, si ndio, ni mwanachama na haki yote na hadhi yote, nikifika makao makuu nisikilizwe kwa jambo lolote ambalo la msingi. Umeelewa vizuri? Na ofisi yote nikiitaka kwa utaratibu lazima nifike, au nikimuhitaji msemaji wangu na muhitaji, yani asinidharau mimi, kwa sababu mimi na Ally Kamwe mimi bosi wake, mimi sio bosi wangu Ally Kamwe. Kwa katiba ya Yanga mimi yule ni mwajiri na muda wote anaondoka. Unataka kusema Ally Kamwe ndio tatizo ndani ya Yanga? Kabisa, ndio anakumbatia hivi vitu. Yaani yeye kaleta tengenishano. Bwana nisikilize vizuri. Kipindi cha Jelimulo, umeelewa vizuri? Ukiwa mtu wa tawi ukienda makao makuu unasikilizwa. Ukiwa mwanachama ukienda makao makuu unasikilizwa. Umeelewa vizuri? Kipindi akaja Dismas naye hivyo. Akaja Antonio. Yaani nataja hawa wasemaji hawa karibuni. Hata yule ambaye walioondoka Hassan Bumbuli, yani nilikuwa nasikiliza na kwenye matawi wanatembelea. Niambie Ally Kamwe katembelea matawi gani? Ally Kamwe anatembelea matawi anayechagua yeye, ambayo ya mjini, na kuna watoto wazuri warembo ndio anayetembelea matawi huko. Ina maana Ally Kamwe, mimi nakwambia nisikilize vizuri, anaenda Tabata matawi yake hayo, anaenda Kinondoni matawi yake hayo, anaenda sijui wapi hapa Ilala sijui, lakini ukimsikiliza, yani ukisikia kaja Mbagala, yani kama inatokea basi kaja pale hapa Mzinga mara moja. Umeelewa vizuri? Lakini haya matawi yakawayo tu peke yake. Huku kuanzia Ilala huku mpaka unafika Mpande, Kisewe, kote kuna matawi. Niambie lini Ally Kamwe kapita huko katembelea haya matawi? Niambie wewe lini matawi katembelea Ally Kamwe haya yote? Lakini wanasikilizwa mainfluencer, wanakuwa na sauti kupita viongozi wa matawi, kupita wajumbe wa matawi, kupita kila kitu. Matawi yanaenda hamasa, matawi yamekosa nguvu. Kwa sababu gani? Wameanzisha vikao na maofisi pale, watu kupata mlo wao na kupata jambo kushindwa kwenye matawi. Hawa hawana matawi, wanashinda pale makao makuu hawana matawi. Hawa influencer hawa iko duniani warudi kwenye matawi. Kwa sababu ipi? Na kwa sababu gani wao watengezewe kitengo cha kwao? Kwa sababu gani njina yakienda wape nauli? Kwa sababu mpaka nauli wamesema zote. Sio wamesema wenyewe. Yaani usembe umeoshawapata tayari. Umeelewa vizuri? Wamesema yote. Wewe usuda Yanga yule na yeye anapigwa hesabu. Yaani wanambajeti. Mimi siongei kwa sababu ya mtoto. Wanambajetia kwamba huyu akisafiri kwenda sehemu fulani. Hebu niambie. Umeelewa vizuri? Niambie tu, wale wanatolewa hapa wanaenda Zanzibar, wanalala hoteli nzuri, wanakula chakula kizuri, wanahudumiwa, wanapewa posho, wanarudi. Ina maana umeelewa vizuri? Wale wamesema wenyewe, haya tunasema sisi. Ni akina nani hao? Wamesema wenyewe kina Godi. Umeelewa vizuri? Kina Godi hao, wote hao, kina Kizinga kipindiko kabla hajagombana, lao hili moja. Umeelewa vizuri? Chanzo cha kugombana kwa sababu ya Godi kasepa na fedha. Na wanasema mmoja wapo kaenda kununua kiwanja huku. Unaona Mbande. Wanafanya utafiti, watafuta kile kiwanja. Wakijue. Haya wanaidai TAKUKURU leo ingilie pale. Wengine ukiojiwa anasema ile hela wametoa serikali. Baba, ile hela sio wametoa serikali. Ile nemba mdoto mia pale mmevaa jezi gani?
Wamevaa jezi ya serikali? Wamevaa jezi gani? Ya Yanga. Si jezi ya Yanga. Kwa sababu gani? Na ile mechi kwa sababu gani? Wasema mashabiki alafu huko wanasema memfresa. Memfresa nani? Shabiki nani? Si ndio vizuri? Sisi tunalipia kadi na sisi tunahamasisha watu. Tunahamasisha watu wachukue kadi. Tunahamasisha watu ambao wakate kadi. Tunahamasisha watu waje kwenye matawi. Watu kwenye matawi hawaji, wameua siku hizi, kuna utaratibu mwingi umekosewa. Kipindi ambayo rais wetu injinia anaingia madarakani anasema lazima katiba ya Yanga kadi mtu achukulie wapi? Achukulie kwenye tawi. Si ndio? Achukulie kwenye tawi. Lakini mfumo umeua, maskini ya Mungu. Ina maana sasa hivi watu wanachukulia popote bana. Wanaenda makao makuu wanachukua kadi. Haya, mtu anatoka huko anaenda makao makuu anachukua kadi anaondoka. Leo ukisema haya unamweka, si ndio? Mimi nimekuja makao makuu kwa mfano. Natoka labda Mbeya. Nimekuja bwana nimekuja nataka kadi. Kadi unaprintiwa. Unasema unaulizwa wewe unakaa wapi? Nakaa Mbeya. Tawi gani tukuingize? Yani ingizeni tawi fulani. Lakini hajulikani maskini ya Mungu kula amjui mwenyekiti wake wala nani yule mtu. Sio ndio vizuri? Utaratibu yani umeenda ovyo kwa ovyo kusema ukweli. Na kitu ambacho sasa hivi tusipoongea, unajua wana Yanga wana kitu kimoja nilichogundua mimi. Ukiongea ukweli wanasema unakuja kutugombanisha, unataka kufanyaje? Wanakuambia wewe sio Yanga. Baba, sisi ndio Yanga hao ama wana miaka 50 kuhamia timu nyingine ndio sio Yanga. Sijui ndio vizuri. Usimwangalie mtu. Hivi wewe kwa akili yako ya haraka mimi na miaka 46 mimi umri huu. Hivi ni ame na Simba. Hivi kweli? Ninakuuliza tutakuwa na mapenzi? Ninakuuliza unafuata nini? Sababu mpira Simba na Yanga ni utamaduni unaanza utotoni. Lazima tuseme ukweli. Unafuata furaha. Yaani hakuna cha furaha hiyo. Yanga imepita kwenye mapito magumu na watu wamekufa nayo. Simba ilipita kwenye mapito magumu watu wakafa nayo. Sio ndio vizuri? Simba ilipita ambao wazee wa Ukawa wamebaki kikundi tu. Wakaja kukufa hapa karibu na Chalinze hapa. Umeelewa vizuri? Simba wao wanacheza ndondo cup huko ili wapate nauli ya kununua mafuta ya wachezaji warudi huko wanaenda kucheza mechi Kagera. Sio vizuri? Lakini watu hakuna leo kama. Sio vizuri. Imekuja Simba Yanga tumepita kipindi kigumu bakuli inatembea beseni mule kwenye mechi. Umeelewa vizuri? Dedi lile unaozi sasa hivi viseti. Inatembea mwe unaweka buku 500, 200, 300, 400. Umeelewa vizuri? Watu nani aliama? Ule usikao aliama nani? Aliama nani? Aliama nani? Hizi timu yani zaidi ya kabila. Sio zaidi ya kabila, yani unaweza kusema kabila kwa sababu kabila ndo alihamishiki. Yani zaidi ya dini hizi timu. Kwa sababu dini si unaangalia dini ya ukweli iko wapi? Unaenda lakini mpira Simba na Yanga kuama ni ngumu. Ila mimi yote kwa yote nalaumu pale pale Ally Kamwe ni msemaji wa kilabu. Unanielewa vizuri? Narudi kwenye point. Ally Kamwe ni msemaji wa kilabu, afisa habari wa kilabu wenye kutoa taarifa za klabu. Ana majukumu gani ambayo hatakiwi? Majukumu ya hamasa aachiwe watu viongozi wa matawi. Unanielewa vizuri? Majukumu ya hamasa aachiwe viongozi wa matawi na mkurugenzi wa wanachama. Inapohitajika hamasa ndo wao yeye Samuel ndo akae alete amwambie watangazie ili waje watu hao na wataka watangazie Ally Kamwe. Yaani yeye sio ndo apange mikakati yeye. Leo jana tumesikia kiongozi wetu. Tumeona anasema yeye ile ilivyoandaliwa hata hajui imeandaliwaje. Ile tamasha. Hajui. Kiongozi sisemi kiongozi lakini wa matawi. Ina maana hakushirikishwa. Sasa uone kwamba kuna utata? Ally Kamwe anaibaka katiba. Niambie wewe katiba ya Yanga wapi uliposema afisa habari akawe mhamasishaji? Ina maana katiba hairuhusu. Niambie katiba iruhusu, lazima tuseme ukweli. Katiba iruhusu. Swali langu linakuja kwamba huenda kile ambacho kinaendelea ni kwamba ile grupu ambayo limeundwa ndio limekuja kusababisha haya yote na tunaona mtafaruku ukiwa unaendelea sana kabisa sana. Pale makao makuu magrupu yapungue sasa hivi. Sio yapungue, yaondolewe, watu warudi kwenye matawi yao. Warudi kwenye matawi, watu wasitiki katika matawi na watu wakae hamasa zao zitokee kwenye matawi. Kilabu kihitaji hamasa zitoke katika matawi. Sio vizuri. Tuna mechi, tunaiendea, tunaenda kucheza national rally. Inakuja orodha katika matawi. Kiongozi wetu, mkurugenzi, mratibu wa matawi mkoa wa Dar es Salaam atatuma message kwenye grupu kwamba jiandaeni matawi, muandae kila tawi moja, litoke watu 2, 3, tuna hamasa tunaiendea mechi wapi? Zanzibar. Umeelewa vizuri? Maana yake tunatoka
tunaenda. Kikundi kinaandaliwa, tunaenda. Sasa leo kuna kikundi ambacho cha matawi ambao makao makuu kinaenda kufanya hamasa, akisikilizwi. Hawasikilizwi, wapo hapa wanashindwa kuongea. Hawasikilizwi, hawahudumiwi kama wanavyohudumiwa hawa. Jezi wanazopewa wameprint t-shirt za mwaka 47 wanapewa wao. Alafu hawa influencer wanapewa track inauzwa laki nzima, laki na 70, laki na 50, wanapewa ile track. Mtu analinga anakuambia tumepewa track. Wamepewa jezi za staff. Umeelewa vizuri, zinauzwa 70 shilingi ngapi chini na juu. Wamepewa jezi za mechi chini na juu. Wanafanya kazi gani? Hivi wale na sisi tunayefanya kazi wakubwa na nani? Kumwelimisha mtu achukue kadi, analipie kadi ni kazi ngumu duniani, je kutokea kwa Tanzania. Sio na vizuri? Kumwelimisha mtu ili achukue kadi na ajiandikishe awe mwanachama. Sisi tuna kazi nzito sana viongozi wa matawi kuliko wengine wote wale. Mimi nakwambia kabisa. Kwa sababu kuna kipindi hapa iliyumba Folz, sijui mechi ilikuwa hivi. Basi mashabiki wote, wanachama wote walikuwa wanatuuliza sisi viongozi wa matawi, kwani timu yetu na nini? Tujue na majibu ya kumjibu. Baza, leo naenda kumhamasisha mwana Yanga achukue kadi, anakuuliza swali. Swali analokuuliza, nichukue kadi. Ninafaidika na nini? Kama hujajipanga swali hilo unaliona kama la kibwege, lakini kama hujajipanga swali hilo unakwama. Unafaidika na nini? Wewe unajibu nini? Anakuuliza, bwana unaniambia nikachukue kadi. Ninafaidika na nini? Na ninasikia watu wanagombea hela. Mimi unanilindaje? Ndio nimechukua kadi 24,000 nimeshoka nayo pale. Inabaki tu kadi ndio nayo Sijui na vizuri. Nakumbukwaje? Sasa hapa ibidi utengeneze mfumo wa kukumbukwa. Matawi yako mangapi? Sio inahesabika tu. Jezi hizi baba si ngapi unafikiri? Umeelewa vizuri? Kwenye tawi mko watu 100, si ndio? Jezi msimu huu umeisha na mmechukua jezi na mmeshonunua, si ndio? Kwa kuweka kufariji tu. Naweza kama jezi sinayo nimenunua, lakini msimu uko mwishoni. Jezi sasa hivi na lazima zimeshuka. Chukueni pisimia kila tawi. Ili mwanachama na yeye ajione kama nini? Kajifariji, yani ajione kwamba nitapata kumbe yani na mimi ninafanyaje? Natambulika. Lakini hakuna. Anaposikia leo kina Godi Yanga anapewa track. Anaposikia kina Kizingo anapewa track ya laki. Anaposikia sijui na nani anapewa sijui kitu gani. Anaposikia milioni 25 watu wamepewa. Umeelewa vizuri? Watu wanagombea, watu wamenunua viwanja. Alafu wewe huku unamwambia mwanachama toa buku, toa 500, toa 300 ili tulipe pango hapa. Klabu yetu jengo letu. Atoi ujue. Hii bila kufuta hii. Vikundi hivi bila kuvifuta kuambia watu warudi kwenye nini? Kwenye matawi yao. Mimi nakwambia mpasuko mkubwa utatokea, hujawahi kutokea Yanga Afrika. Wanakwambia huenda alibadili imeshawafikia. Imewafikia mamfresa. Mamfresa kwa mamfresa ndio imewafikia alibadili. Sio sisi viongozi. Ina maana ile dua alishakubalika. Lile dua alimwafikia mamfresa wa Simba na mamfresa wa Yanga kwa sababu wanateteana ujinga. Jana nimesikia Kisugu na uandazimu wake. Mwandazimu Kisugu. Una akili timamu. Mimi nakwambia. Kisugu hana akili timamu. Anasema wanamwataki yeye mtu wa Simba. Anasema wanamwataki mtu nani? Alikamwe. Bosi wetu. Hao ndio mabosi wetu wanaotuweka hapa. Mkiwataki hao itakuwaje? Kisugu anaongea maneno hayo. Ina maana kuna mpango mkakati ambao mainfluencer wa Simba na Yanga hawana kazi, hawataki kazi, wao kazi yao wanaelewana pamoja, wanafanyaje? Wanakula mradi ende wapi? Mimi nataka nikwambie mainfluencer wengi kazi wameacha. Maana hawana kazi. Mainfluencer wa Simba na wa Yanga kazi wameacha. Wanafocus na jambo la nini? La Yanga. Ni babu, ni asubuhi upo kwenye Yanga. Mchana upo kwenye Yanga. Jioni upo kwenye Yanga. Una mke unakula nini? Nakuuliza kila haraka. Asubuhi upo kwenye Yanga, mchana upo kwenye Yanga, jioni upo kwenye Yanga, usiku upo kwenye Yanga. Kila tukio wewe upo. Kila jambo wewe upo. Hauna dharura. Wewe unakula nini? Uliongea unakula nini? Si baba yao lakini Yanga, maana wote hao ukisikiliza majina yao, jina la mwisho ukisikia Godi Yanga. Ndio baba yao wanayepa hela. Ndio maana mimi hapa naitwa nani? Mimi jina langu mimi ambao maarufu ni Mijipa, mzee wa Kilinge. Kilinge wani, mimi ndo ninavyoitwa. Unaelewa? Jina langu mimi Rajabu. Unaona neno hilo? Kuna neno Yanga hapo. Kwa nini hujajiita Rajabu au Kilinge Yanga? Wewe soma. Kwa nini hujajiita? Soma hapo pameandikwaje? Kilinge wani. Sasa. Kwa nini hujajiita? Kilinge mmoja tu mwenye kuongea ukweli. Mimi chuma cha kusini, rais wa Makonde, chuma kilichonyooka na mimi kuongea ukweli. Silipwi na Yanga na sihitaji nilipwe na wala simpembelezi mtu. Na wala mimi nitamheshimu mtu lakini ukweli nasema. Hata akikosa engineer, sio Mungu yule. Nachana. Mimi hapa. Kwa sababu injinia kimaliza muda wake anaondoka.